Almas'alatu alkhamisa, mas'ala ya tano katika salatu alistisqa, alkhutbatu fiha, khutba katika hiyo swala. Kuna khutba kwenye hiyo swala. Yusannu, imesuniwa, an yakhtuba alimamu, atoe khutba imamu, fi salati alistisqai, katika hiyo swala ya kuomba mvua, bi khutbatin wahidatin, atoe khutba moja, baada salati, baada ya kuswali. Mithili ya khutba ya salatu al-Eid. Japo kwa salatu al-Eid wako waliosema ni khutba mbili na wako waliosema ni khutba moja. Haya tuliyasoma kwenye mahala pake, tukataja aqwali za ahlul ilmi katika masala haya. Bi khutbatin wahidatin, akhutubu kwa kutoa khutba moja, baada salati, baada ya swala. Takunu jami'atan wa shamilatan, khutba hiyo inatakiwa iwe jami'atan, imekusanya mambo mengi, wa shamilatan, na imejumuisha mambo mengi na imekusanya mambo mengi. Jami'atan wa shamilatan, imejumuisha wa shamilatan, na imekusanya mambo kadha wa kadha. Miongoni mwa hayo, yaamuru fiha bitaubati, awaamrishe watu katika khutba hiyo, bitaubati, kwa kutubu. Waambie watu watubu madhambi yao, amrishe toba. Jamani, tubuni kwa Allah, tubu ila Allah taubatan nasuha, watubu ila Allah jami'a ayuha almu'minuna la'allakum tuflihun, waman lam yatub faulaika humu dhalimun. Azisome hizi aya za tauba, hadithi za tauba, maneno ya wanawazuoni yanawahimiza tauba, awaambie alhadhirin. Ndio maana ukaambiwa khutba iwe ni jamia shamila dhahiri. Wa kathrati sadaqa, pia aamrishe katika khutba yake hiyo wingi wa kutoa sadaka. Jamani, toe sadaka, sababu sadaka wanasema tudfi'u ghadaba rabbi, tudfi'u ghadaba rabbi, huzima ghadhabu za Mola. Sadaka huzima ghadhabu za Mola. Allah na ghadhabu zake, miongoni mwa yanozima ghadhabu ni sisi kukithirisha kutoa sadaka. Hata sisi ambao tuna magonjwa tunaambiwa tutoe sana sadaka, tuwatibu wagonjwa wetu kwa kutoa sadaka. Na wagonjwa nyumbani, basi kithirisha kutoa sadaka. Sasa kuna khairi sadaka unaitoa ikawa ni sababu ya shifa, ya ponyo ya mgonjwa wako. Na kutoa sadaka kuna faida nyingi, na kila mmoja atakuwa kwenye kivuli cha sadaka yake siku ya Kiyama. Kwa hiyo unataka kivuli chako kiwe kikubwa, kithirisha kutoa sadaka. Unataka kivuli chako kiwe kijidogodogo, bakhili, kuwa bakhili, kuwa na mkono wa birika, mkono wako sote unakunje, utoki. Anasema wa kathrati sadaqati, na kukithirisha kutoa sadaka, warujui ila Allah, na kurejea kwa Allah tabaraka wa taala. Kwa unaelekeza watu, jamani, rejeeni kwa Mola wenu, tubu ila Allah, firru ila Allah, kimbilieni kwa Allah. Wa anibu ila rabbikum, rudini kwa Mola wenu. Wa aslimu lahu, salimuni amri kwake yeye. Wa tarki almaasi, na kuacha maasi. Khutba yake huyu khatibu baada ya rakaa mbili hizo za salatu al-istisqa, iwe khutba yake imebeba mambo haya muhimu.
al-amru bit-tauba wal-amru bikathrati as-sadaqa wal-amru bir-ruju'i ila Allah wa tarki al-ma'asi. وينبغي أن يكثر في الخطبة من الاستغفار na inatakikana akithirishe huyu khatibu katika khutba yake min al-istighfari kuomba msamaha. Khatibu kwenye maneno yake yakaririke maneno ya kuomba msamaha. Kwa hiyo akasema astaghfirullah Allahumma ighfir lana Allahumma ighfir lana Allahumma ighfir lana tub alaina ya tawwab. Mfano wa qira'ati al-ayati allati ta'muru bihi, na kuzisoma zile aya ambazo huamrisha jambo la kuomba msamaha. wastaghfir li dhanbika ويكثر من الدعاء na akithirishe kuomba dua bitalabi alghayth min Allah, akithirishe kuomba dua ya talabi alghayth, kuomba mvua min Allah ta'ala, kutoka kwa Allah mtukufu, ka kaulihi, kama kauli yake Allahumma aghithna, akawa anarudia hiyo kauli Allahumma aghithna, ewe Allah tuletee mvua. wa qawlihi, au kwa kauli yake nyingine, na hizi ni hadithi hizi, Allahumma asqina ghaythan mughithan mari'an ajilan ghayra ajil nafi'an ghayra dar. nayo ni dua ya kuomba mvua hii, dua ya kuomba mvua. Allahumma asqina ghaytha, ewe Allah tuletee mvua, mughitha, mvua ambayo kwetu itakuwa ni msaada. Maria, mvua nzuri, nyepesi, safi. Maria, yenye kuotesha mimea. Ajilan, ya haraka. Ghaira ajilin, si ya kuchelewa. Nafi'an, yenye manufaa na sisi. Ghaira dar, isiwe yenye madhara. Anaomba hiyo, anakithirisha hizi dua khatibu akiwa katika hutuba yake, anarejelea maneno Allahumma aghithna Allahumma aghithna Allahumma aghithna, أو اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريعا عاجلا غير آجل نافعا غير ضار. ومعنى مريئا، na maana ya maria iliyokuja katika hii dua ya kuomba mvua, mari'an. Nini maana maria? Ay sahlan tayyiba, nyepesi nzuri, salihan. Sio mvua ambayo mara imevunja kuta za nyumba, imeangusha nyumba, mvua imepasua sio kitu gani huko, mvua imeleta balaa, imeleta dhoruba, watu wamekuchukuliwa na maji. Sio mvua hiyo ya Rabbul Alamin. Tunamuomba Allah mvua yenye manufaa, sio yenye madhara, sababu mvua ina madhara katika baadhi ya maeneo na baadhi ya wakati. Kwa sisi tukimuomba Allah tunamuomba ile mvua ambayo haina madhara na sisi. Mari'an kwa maana sahlan tayyiba, sahali, nyepesi, tayyiban, nzuri. Wa maana mari'an, wa mari'an, na maana mari'an mukhsiban, inayoleta al-khasb, ikafanya mimea ikatoka. Wa qawlihi, na qawli yake Allahumma anta Allahu la ilaha illa anta. Yote ni katika maombi haya, akithirisha kuyasema huyu khatibu, Allahumma anta Allahu la ilaha illa anta. Allahumma, ewe Allah,
anta Allahu, wewe ndiye Allah, la ilaha illa anta, hakuna mola anayepasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa wewe. Kwa maana wengine kama wanaabudiwa kwa batili, wa haki anayeabudiwa ni wewe. Anta al-Ghaniyu, wewe ndiye mkwasi usiyemhitajia yeyote. Tunamsifu kwa sifa zake subhanahu wa ta'ala. Na wewe ukimsifu Allah kwa sifa zake, kule kusifu peke yake ni maombi hayo, kule kumsifu ndo maombi yenyewe pia hayo. Tumeelewana vizuri hapo? Walillahi al-mathalul a'la. Akija mtu akiwa na shida zake kwa mtu fulani hivi, anajua kwa jamaa huyu ana fedha, akaanza kumsifu sifu kabla hajamuomba, anaelewa huyu anayesifiwa kwamba huyu jamaa mwisho wa yote huyu ana lake jambo. Kweli si kweli? Kibinadamu liko hivyo. Na wewe unaambiwa maneno hayo, huenda asikuombe kitu, kile kwambia vipi leo chakula? Bado bosi. Hebu ingia pale mantilie kwanza, ajipige vitu. Kwa kule kumsifu sifu. Bosi, wewe si mchezo. Hii gari yako hii, huu mtaa wote hakuna. Sijaona. Wana magari hawa, wana vibatavuzi. Anasifiwa mtu. Umeua. Na hiyo simu yako hiyo, Allahu akbar. Huenda kawa ni ngapi nchi nzima ziko gari hizi, nchi nzima ziko 4. Una wewe na tajiri mmoja, tajiri mwingine sio wapi kule, na mmoja mtu wa migodini. Nchi nzima ziko 4 peke yake. Na zile 3 za wenzako zile, wakisi naona hii azioni. Basi mtu ani mwanadamu iko hivyo, yani anapenda kusifiwa. Mwanadamu anapenda kusifiwa. Mpaka wanatoa hikaya Firaun alipelekwa mashtaka. Hikaya Allahu alam Israiliyati. Bwana mmoja amepita kwenye shamba la mtu, katembea kitambo kirefu, amehisi njaa. Shamba pale kuna matunda, ili matunda haya matunda yale. Nafsi yake anamwambia ingia pale kwenye shamba, ita jamani muhusika wa hapa, akitokea muombe. Hakutokea, kula kiasi cha kuinua uti wako wa mgongo uendelee kutembea mbele. Na inaruhusiwa, yani kama umefika njia ya kuuma kwenye shamba la mtu, umekuta matunda, sio kubeba, kula pale pale tu. Maruhusiwa. Sasa itokea huyo mwenye shamba lake iko vipi? Yani analichukuliaje jambo hilo? Akikuta pale umeshika mapera, kwamba nimekushika na kidhibiti. Hii njaa ni umma bwana. Hata hii shamba lako wahusika vipi wewe hapa? Lakini amekula kwa lengo la kuinua uti wake wa mgongo aweze kutembea. Kwa hiyo alipofika pale akapiga makelele, jamani mwenye shamba hili, kimya. Mzee kajificha hivi. Mwenye shamba hili, jamaa anamchungulia tu. Akaanza kukata matunda akala. Jamaa akamdaka. Bwana, dhamira yangu ilikuwa hata wewe ndio mwizi wewe. Wewe ndio mwizi. Twende kwa Firaun. Akapelekwa kwa Firaun. Kabla ya kutoka siku ya hukumu, ndugu zake wakamwambia Firaun anapenda sifa, wewe kabla ya kuanza kuzungumza chochote msifie kwanza. Basi nazungumzia kawaida ya wanadamu, wanapenda kusifiwa, jambo la kimaumbile. Hata kwa asichokiweza wewe msifie, atafurahi. Kwa hiyo anaingia Firaun, watu wote wamekaa, yeye akasimama. Jamani, Firaun kumbe ni mtu mzuri namna hii. Nilikuwa nasikia tu Firauni kwa hivyo, lakini ni mtu mungwana, mtu wa watu, mtu ana haiba. Akatikisa kichwa akakaa.
amesoma maelezo kadha wa kadha, anatoa hukumu, anamwambia kuanzia leo shamba sio lako wewe tena, shamba la huyu. Kuanzia leo shamba la huyu, wewe huna shamba tena, nendeni. Sifa tu imempa shamba. Yuqalu ala sighati tamrid. Kwa wanadamu wako hivyo. Mpaka Umayya ibn Abi Salti ambaye ni katika Waarabu walipita nyuma huko kwenye zamani jahiliya, anamsifia Abdullah bin Jud'an as-Sakhi al-Jawad, mtu mkarimu katika Waarabu. Abdullah bin Jud'an, Umayya bin Abi Salti mshairi, kwa alikuwa akitaka kumuomba kitu Umayya, kumuomba Abdullah bin Jud'an, anamtengeza mashairi ya kumsifia. أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. يعني manake nitaje shida yangu kwako au initoshe mimi ile haya uliyokuwa nayo wewe. Wewe ni mtu wa haya kabisa. Akikusifu mtu siku moja inatosha hiyo, kuliko kusifu kwake kuna tosha, yani kuna kutosha. Nikwambie nini tena mimi zaidi hayo? Bas Abdullah bin Jud'an anajua kama huyu ana shida, anamgiza, mpeni kiasi kadhaa, huyu anapewa, anaondoka zake. Huyu ni mwanadamu. Vipi Allah subhanahu wa ta'ala? Ndio maana inapendeza hata katika adabu za kuomba dua usianze tu moja kwa moja, ya Rabbi nijalie ndege, ya Rabbi nataka nyumba, ya Rabbi nijalie mke mwema, ya Rabbi niruzuku kizazi, ya Rabbi kadha. Unaanza kumsifu Allah subhanahu wa ta'ala kwa sifa zake. Ya Hayyu ya Qayyum, ewe uliye hai usiyekufa. Ya Qayyum, ewe msimamizi unaisimamia dhati yako na nafsi yako, ukawasimamia walimwengu wako. Namsifu. Ewe uliyeumba bahari, ewe Allah, ewe ambaye umefanya kadha wa kadha wa kadha. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabbi Musa wa Harun. Unamsifu kwa sifa zake kwanza. Ewe ambaye umetoa mimea, ewe ambaye unatuletea mvua. Ya Karim, ewe mkarimu. Ya man khalaqa fasawwa wa qaddara fahada wa akhraja almar'a. Umtaja kwa sifa zake. As'aluka Allahumma, nakuomba ewe Mola wangu, bikulli ismin huwa laka, kupitia kila jina ambalo ni jina lako wewe, nakuomba kupitia jina hilo. Samaita bihi nafsaka, umejiita mwenyewe hilo jina, au anzaltahu fi kitabika, au umelishusha katika vitabu vyako, ima Taurati au Zaburi au Injili au Qur'an, au allamtahu ahadan min khalqika, au umemfundisha yeyote katika viumbe wako tusiowajua sisi, umfundisha jina lako hilo, na kuomba pia kupitia jina hilo, na nyinginezo na nyinginezo. Kisha unaomba sasa shida zako. Hii ni adabu katika adabu za kuomba dua, wanataja ahlul ilm. Ndio hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam anamsifu Mola wake katika maeneo kama haya ya kuonesha uhitajio wao na ukwasi wa Allah, kwamba yeye hana anayemhitajia, sisi ndiye tunayemhitajia yeye. Allahumma anta Allahu la ilaha illa anta, wewe ndiye Allah, hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa wewe. Antal ghaniyu, wewe ndiye mtajiri mkwasi usiyemhitaji yeyote. Yani tuseme kwamba tumegoma sote kuswali, dunia nzima tumegoma kuswali, hilo halimpunguzii chochote Rabbul Alamin. Jamani tuna mgomo nini? Hataki kuswali dunia nzima, hakuna adhana, hakuna swala, hakuna kadha, hilo halimpunguzii chochote.
na wala tukisema dunia nzima jamani tuswalini halimzidishi chochote, hatuhitaji sisi. Yeye ni mkwasi asiyemhitajia mlimwengu. Wa nahnu alfuqara, sisi ndio wahitaji. Anzil alaina alghaitha, tuteremshie mvua. baada ya kuwa alishamsifu huko, Allahumma anta Allahu la ilaha illa anta al-ghaniy wa nahnu al-fuqara anzil alaina al-ghaytha, tuletee mvua. Waj'al ma anzalta lana quwwatan, na ukijalie kile unachotuteremshia sisi quwwatan, ni nguvu tunazozipata, yani tupata nguvu kupitia hicho. Wa balaghan ila hin, na kuweza kumudu kuendelea na maisha yetu mpaka kwa kitambo unachokitaka wewe, pasi na madhara yoyote. Tunaelewana vizuri hapo? Wa nahwi dhalika, na mfano wa hayo. Wayarfa'u yadayhi, na wakati wa kuomba dua ainue mikono yake. Na hii ni katika sehemu ambayo imethibiti kuinua mikono wakati wa kuomba dua, lianna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kana yaf'alu dhalika, kwa sababu mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akilifanya hilo. Hatta kana yura bayadu ibtihi, mpaka ukawa unaonekana weupe wa kwapa zake. Weupe kutokamana na sehemu ambayo haipatwi na jua na mwangaza ya jua, inakuwa nyeupe kwenye mwili wako ukilingamanisha na sehemu ambayo mara kwa mara jua linakupiga dhahiri, mpaka ukawa unaonekana weupe wa kwapa zake tukufu alayhi salatu wassalam. Wayarfa'u an-nasa aydiyahum, na watu nao wainue mikono yao, wainue mikono. Lianna an-nabiy sallallahu alayhi wasallama, kwa sababu mtume sallallahu alayhi wasallama lamma rafa'a yadayhi yastasqi, alipoinua mikono yake akiomba dua ya mvua, fi salati al-jum'a, katika swala ya Ijumaa, rafa'a an-nasu aydiyahum, na watu nao wakainua mikono yao. Kuomba mvua kuna hali tofauti kama tulivyowahi kuzungumza. Unaweza kuomba mvua kwenye dua tu, umekaa kama hapa tumemaliza jamani, Allahumma asqina, Allahumma Allah ya Rabbi tukuomba tulete mvua, ikawa dua ya mvua hiyo. Tunaweza tukaomba dua ya mvua kwenye swala ya Ijumaa, khatibu anaomba, naam, anainua mikono yake. Hapa anasema na maamuma nao anapoinua mikono yake imam juu ya mimbar siku ya Ijumaa kuomba mvua, maamuma nao wainue mikono. Kadhalika kuna kuomba mvua kwa swala maalumu inayoswaliwa kwenye viwanja. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع يديه, kwa sababu mtume sallallahu alayhi wasallam alipoinua mikono yake, yastasqi, akiomba mvua, fi salati aljum'a, katika ile swala ya Ijumaa, rafa'a an-nasu aydiyahum, watu nao waliinua mikono yao. ويكثر من الصلاة على النبي, ويكثر من الصلاة على النبي, na akithirishe kumswalia mtume sallallahu alayhi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim. Lianna dhalika, kwa sababu hilo la kukithirisha kumswalia mtume sallallahu alayhi wasallam, min asbabi al-ijaba, ni miongoni mwa sababu za kukubaliwa maombi yenu, na hili huingia katika adabu za kuomba dua. Usimalize dua yako unayoiomba pasi na kumswalia mtume sallallahu alayhi wasallam. Almas'alatu as-sadisa, mas'ala ya sita na ya mwisho katika mlango huu. As-sunanu allati yanbaghi fi'luha fiha, zile sunna ambazo yatakikana zifanywe katika swala hiyo. أن يكثر من الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك, akithirishe kuomba dua iliyopokelewa kutoka kwa mtume
al-ma'thuri 'ani an-nabi, iliyopokelewa kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, fi dhalika, katika suala hilo la kuomba mvua. Hii ni sunna inatakikana ifanyike katika swala ya al-istisqa. ويستقبل القبلة, نأيلك قبلة في آخر الدعاء, مشون ودعاء, مش ودعاء أيلك قبلة. ويحول رداءه, نأيجوز شكاياك يكجفنك جو, رداء نيل شكا يجو, مثل zile shuka wanaojifunika Masai juu. Kuna ile kama kikoi ya kuvaa chini inaitwa izari katika lugha ya Kiarabu, alafu rida ni ile kipande cha shuka ya juu anayojifunikia kuanzia usawa wa kitovu au usawa wa kiuno kuja mpaka mabegani huko, inaitwa rida, na ni mavazi walikuwa wakiyavaa Waarabu, izari na rida. Kwa hiyo ile rida ya juu inaitwa rida, aigeuze upande wa kulia au weke kuwa ni upande wa kushoto, wa kushoto ageuza ufanye kuwa upande wa kulia. Tumeelewana vizuri? Na wengine wakasema anageuza, maana yake anageuza juu chini na chini juu, maana kama ni shati umeligeuza kule sehemu ya ndani, geuza inafanya sehemu ya nje, kama walivyokuwa wakifanya vijana wa zamani. Nguo imechafuka, kifulana kimetibuka, kimechafuka kwa nje, anakigeuza nje ndani. Fayaj'alu al-yamina 'ala ash-shimali wash-shimala 'ala al-yamin, upande wa kulia au geuza upande wa kushoto, na upande wa kushoto au geuza au weke upande wa kulia. Wakadhalika ma shabaha ar-ridaa, kadhalika vazi lolote litakalofanana na ridaa, yani hiyo kipande cha shuka cha juu, kal-ibaa, kama vile labda ni joho wa nahwiha na mfano wake. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم, kwani hakika imethibiti kwamba Mtume صلى الله عليه وسلم حول إلى الناس ظهره, aliwageuzia watu mgongo wake, aliwapa watu mgongo. حول إلى الناس ظهره, aliwapa watu mgongo. واستقبل القبلة, akaelekea qibla. Alipofanya hivyo, thumma hawala ridaahu, kisha akaigeuza ile shuka yake ya juu, kulia kushoto, kushoto kulia, kama ilivyotajwa kwenye hadithi ya Bukhari na Muslim. Kuna hikima gani kufanya hivyo? Waqila, na imesemwa, alhikmatu min ta'wili ridai, hikima ya kugeuza shuka hii ya juu anayojifunikia kulia kuwa kushoto na kushoto kuwa kulia wakati wa dua hii au wakati wa swala hii, at-tafaulu bitahwili al-hali amma alayhi, ni tafaulu kwa kana kwamba ana tafaul bishara, anataraji bishara njema, bitahwili al-hali, kubadilika hali ya ukame kwenda kwenye hali ya mavuno na hali za mvua, amma alaihi, kutokamana na ile hali iliyokuwa mwanzo. Kana kwamba wanasema kama vile ambavyo nabadilisha mimi shuka yangu kutoka kwenye upande huu kugeuka kuwa ni upande huu, basi nataraji pia kwa Mola wangu kwenye maombi yetu haya tunayoyafanya atatubadilishia hali kutoka kwenye ukame kuja kwenye mvua. Ndio maana ya tafaul, anataraji khairi fulani ije dhahiri. Namba 2 katika mambo ya sunna, yusannu an yakhruja ila salati, an yukhrija, yusannu, imesuniwa, an yukhrija ila salati al-istisqa jamia al-muslimin, imesuniwa awatoe kuelekea kwenye kuswali swala ya kuomba mvua jamia al-muslimin, awatoe waislamu wote. Jamani, haya tokeni, jamani, tokeni, hata nisaa wasibyan, hata nisai wasibyan, mpaka wakina mama na watoto wote watolewe.
yusannu al-khuruju ilayha bi khudu'in. Namba 3, imesuniwa kutoka kuielekea hiyo sala kwa khudhu'i, unyenyekevu, wa khushu'i na khushu'i, wa tadhallulin na kujidhalilisha. فقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء, وان hakika alitoka mtume صلى الله عليه وسلم kuelekea swala ya kuomba mvua, mutadhallilan, hali ya kuwa amejidhalilisha, mutawadhi'an, mnyenyekevu, mutakhashi'an, mwenye khushu'i, mutadarri'an. maana moja, mutawadhi'an, mutakhashi'an, mutadarri'an, mutadhallilan, maana kujishusha, kujidogosha. رواه الترمذي. namba 4, yusannu inda nuzuli al-matari, imesuniwa wakati mvua inaponyesha, ay yaqifa fi awwalihi, asimame mwanzoni mwa hiyo mvua, liyusibahu minhu, ili impate hiyo mvua, imwagikie. Anasema ikiwa ni mvua, basi ile ya mwanzo kuna baraka, toka kaa mvuani kupige. Tumeelewana vizuri? Ile ya mwanzo ikupige na baraka. Watu wengine wakisikia hivi ni wale watu wakuitakidi nuks, kwa maana toa nuks. Ushatoa nuks wewe? Hakuna mambo ya kutoa nuks. Baraka ile mvua ya mwanzo chacha ndo naanza pale, jiweke barabarani kama ni wapi. Wanaweza wakakushangaa watu, usali vipi yule? Wewe wala usijali, kwani watu wanafanya mangapi watu hawashangae? Kuna watu watembea uchi hapa na mtu anaona kawaida tu. Kweli si kweli? Wayaqulu, na aseme wakati mvua inamiminikia, Allahumma sayyiban nafi'a, wakati mvua inanyesha, Allahumma sayyiban nafi'a. Ni dua, mvua inaponyesha unasema haya maneno, Allahumma, ewe Allah, sayyiba, imiminike hii, nafi'a, ikiwa ina manfaa na umma. Wasayyib, maana ya sayyib, mpaka ukisema sayyiba, nini maana sayyib? Almunhamir, almutadaffiq, kwa maana ile inayomwagika kwa wingi, ndiyo sayyiba. Imiminike kwa wingi. Unasema Allahumma sayyiba, imiminike hii kwa wingi, nafi'a, tena iwe na manfaa. Kwa hiyo wakati wa kushuka mvua au mvua kunyesha, Muislam aseme hii dua, Allahumma sayyiban nafi'an. Na ikikata mvua aseme Muislamu, mutirna bifadlillahi wa rahmatihi, kama ilivyokuja katika hadithi, mutirna bifadlillahi, tumeletewa mvua hii kwa fadhila za Allah, wa rahmatihi, na kwa huruma zake. Yani Allah kwa fadhila zake ndiye aliyetuletea hizi mvua, na kwa rehema zake. Kwa sababu kuna watu wanaegemeza kuteremka kwa mvua kwa asiye kuwa Allah, kama ilivyokuja katika hadithi. Mtume anasema Allah, wanapambaukiwa na asubuhi waja wangu, baadhi yao wameniamini, baadhi yao wamenikufuru. Hadithi ikasema, atakayesema mutirna bifadlillahi wa rahmatihi, tumenyeshelezwa mvua hii kwa fadhila za Allah na kwa rahma zake, huyo ameniamini mimi na amezikufuru nyota. Na atakayesema mutirna binawi kadha wa kadha, tumepata mvua hii kwa sababu ya ile nyota fulani na ile nyota fulani, huyo ameziamini nyota, amenikufuru mimi. Ameegemeza ushukaji wa mvua kwa nyota. Nyota zina nini? Nyota hazina uwezo wa kuleta mvua. Mvua si ya nyota, mvua za Allah. Ndio maana ikawa baada ya mvua kunyesha unasema mutirna bifadlillahi wa rahmatihi, tumeletewa mvua hii kwa fadhila za Allah na kwa rehema zake. Sio mvua wala mawingu. Mawingu hayaleti mvua. Mawingu mangapi yanatanda, watu wakasema sasa hivi hapa kutanyesha mvua, si mchezo. Watu husema, alafu dakika 10, dakika 15, dakika 20 hakuna chochote. Mpeperusho huko, imepeperuka sehemu nyingine.
sio hivyo? Sunna ya 5, wa idha kathura al-matar, na mvua zinapokuwa nyingi, wa khifa min ad-darari, na watu wakachelea madhara, na ikachelewa madhara, yakahofiwa madhara, khifa مغير الصيغة، وخيف من الضرر، na ikahofiwa madhara au yakahofiwa madhara, yusannu, imesuniwa, an yaqula, aseme aliyekuwa katika maeneo hayo ya mvua, Allahumma hawalaina la alaina, ewe Allah, mvua hii inyeshe pembezoni mwetu, nje ya miji huko, hawalaina, pembezoni mwetu, wala alaina, na isinyeshe ndani yetu kwenye huu mji hapa. Allahumma ala dhirabi, inyeshe mvua hii ala dhirabi, kwenye vijabali vidogo vidogo, wal akami, kadhalika na kwenye vichuguu, akami wingi wa neno akama, kichuguu, wa butuni al-awdiyati, na kwenye mabonde, wa manabiti shajari, na kwenye uoto wa miti. Muttafaqun alayhi, yamepokea al-Imam al-Bukhari na Muslim, na lafdhi ni ya Muslim. Wa dhirab, maana yake dhirab al-jibal as-sighar, vijabali vidogo vidogo. Wal akam jam'u akama, mtiftaje vile vichuguu. Wa hiya tal, inaitwa pia at-tal, wingi wake tilal. Wa huwa majtamaa min al-hijara fi makanin wahid, ni mkusanyiko wa mawe yaliyokusanyika katika sehemu moja, chuguu. Tumemaliza huo mlango wa istisqa. Tumepata picha kwamba swala hii ya kuomba mvua kumbe inasaliwa katika utaratibu huu. Kwa maana mtu anaweza sasa kijijini kwao huko akasimamia zoezi la kuwasalisha watu salatu al-istisqa, kwa haya ambayo tumesoma katika huu mlango ambao uko mbele yetu baada ya huu wa 13. Mlango wa 14, salatul kusufi, ni swala ya kusuf, kukamatwa kwa jua na mwezi. Mwezi kama ukipatwa, jua likipatwa, sisi Waislamu hatujifariji kwenye hilo kwamba mara tupiga picha, tuenjoy kama safi leo hali ya hewa. Sisi tukimbilia misikitini kwenda kuswali mpaka ile hali iache. Kwa ndio mlango ambao kwa mbele yetu biidhnillah alkarim tutakuja kusoma darasa lijalo, wabillahi tawfiq. Adhini muadhin kichinjwa. Anauliza kwenye sala ya kuomba mvua kwenye viwanja maalum, je, kuna kichinjwa chochote kinachotakiwa kiwepo? Hapana, hakuna kichinjwa chochote kinachotakiwa kiwepo hapo. Naam. Ikitokea anauliza kwamba ikiwa ile siku ya kwenda kuomba mvua ikanyesha mvua, je, tutakwenda kuswali hiyo swala ya kuomba mvua? Na kama ndio, je, ni kule kwenye mvua au tuswali msikitini? Ikishanyesha maana yake tayari ile lengo la sisi kwenda kuomba lishapatikana. Kwa hiyo unakwenda kuomba kitu ambacho kama tayari umeshapewa, ndio hivyo. Naam, wallahu a'lam. Sijaona kama kuna maelezo yote yametajwa katika hilo. Kama tutapata maelezo ziada katika masala hayo, inshallah tutakuja kuyasoma. Hatuwezi kuwatangulia ahlul ilm. Naam. Ndio.
Je, mtu anaweza kaenda na mwamvuli wake tafaulan, kwamba huko tunakwenda tukitoka hapo kutapiga mvua ya maana? Tafaul hivyo au la kutokufanya hivyo? Tubakie na ile sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba akageuza nguo. Kwa hiyo atageuza nguo imamu, wengine wakasema imamu peke yake, wengine wakasema na maamuma, lakini imam ndio iliyokuja hapa. Mtume amegeuza nguo imamu kama imamu. Maamuma hatujaona kwamba na wao waligeuza nguo zao kiasi kwamba usiwe mtu kuna na mwamvuli wake. Wallahu a'lam. tuishilini hapo. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.